Naam, mtazamaji, tunaingia katika sehemu yetu ya pili ambapo sasa ni sehemu ya mahojiano na wageni wetu tayari wamekwisha fika hapa studio. Tukikumbuka kwamba mwezi huu wa tatu tarehe 19 ni siku ambayo Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan aliadhimisha miaka 4 tangu ameingia madarakani, na tulikuwa tunaangalia masuala mbalimbali amegusa kwa namna gani katika sekta mbalimbali. Leo hii tunagusa katika sekta ya elimu, lakini kwenye sekta hii ya elimu tunaangalia baada ya tamko lake la kuwarejesha ama kuwaruhusu watoto waliokatiza masomo kwa sababu mbalimbali kuweza kurejea tena kupata haki yao ya elimu. Basi hapa studio tupo na wageni wetu, tupo na Profesa Philipo Sanga ambaye ni mkuu wa taasisi ya elimu ya watu wazima TEWW, lakini vile vile ameongozana na Amina Abubakar, ambapo Amina Abubakar yeye ni mratibu msaidizi wa mradi wa kuboresha elimu ya sekondari kwa njia mbadala. Karibuni sana katika studio zetu. Asante sana. Tunaona serikali ya awamu ya 6 imefikisha miaka 4 tangu imeingia madarakani. Mengi yamekwisha zungumzwa, lakini tukasema tuone katika taasisi ya elimu ya watu wazima kwamba tangu tamko lile la rais, tuseme la kurudisha ama kutoa fursa kwa watoto ambao walikatiza masomo kwa sababu mbalimbali, na hasa ilikuwa inawalenga watoto wa kike, wale ambao labda walipata ujauzito na mengineyo wakakosa fursa yao ya kuendelea na masomo. Ni kwa namna gani ilileta mlipokeaji kwanza nyinyi kama taasisi ya elimu ya watu wazima? Nikianza na mkurugenzi. Nashukuru sana mtangazaji, na nafikiri umeanza vizuri kwa kusema kwamba tangu lile tamko lilipotolewa. Ndio. Sasa labda niseme tu unachokielezea hicho ni kuna waraka wa elimu unaitwa waraka wa elimu namba 2 wa mwaka 2021. Na tangu aingie madarakani Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 alitamka wazi nia yake ya kutaka kila Mtanzania apate haki ya elimu, na hasa akiwa amezingatia changamoto ambazo watoto wa kike wakizipata. Na katika nia yake thabiti kwa maelekezo yake sasa Wizara ya Elimu ikaandaa waraka wa elimu namba 2 wa mwaka 2021 ambao ulitolewa mwaka 2021 mwezi wa Novemba na kwanza kutumika mara moja. Sasa huo waraka umejikita katika kuelekeza kwamba watoto waliokatiza masomo katika elimu ya msingi, elimu ya sekondari kwa sababu zozote zile, na wana haki ya kurejea kwenye mfumo rasmi wa elimu. Kwa sasa sisi kama taasisi ya watu wazima tamko hili tulipokea kwa shangwe sana, kwa sababu alichokuwa nakimaanisha Mheshimiwa Rais ni kwamba hata waliotoka nje ya mfumo rasmi bado wana haki ya kupata elimu, kwa sababu elimu inapatikana kwa njia ya mfumo rasmi au hata nje ya mfumo rasmi, zote ni elimu. Kwa sisi nasema tulipokeaje? Kama taasisi tulipokea kwa furaha sana, kwa sababu sasa Mheshimiwa Rais alikuwa sasa ni kama ametoa kibali kimaandishi kwa waraka kwamba tunachokifanya kama taasisi ya watu wazima ni kitu sasa rasmi zaidi. Kwa tulipokea kwa furaha. Sawa. Na nikija kwako mratibu wa kuboresha elimu ya sekondari kwa njia mbadala, labda kwanza kwa mtazamaji anayetusikiliza anaweza akatamani kujua huu mradi ukoje? Asante mtangazaji. Huu mradi wa SEQUIP ni mradi ambao unatekelezwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, inatekelezwa pia na ofisi ya TAMISEMI, ofisi ya Rais TAMISEMI, pamoja na taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikiwemo taasisi ya elimu watu wazima, ikiwemo taasisi ya kuboresha mitaala, taasisi ya elimu Tanzania, pamoja na Baraza la Mitihani Tanzania. Lengo ni kuboresha elimu ya sekondari nchini kwa upande wa mfumo rasmi na nje ya mfumo rasmi. Sasa ukiangalia ni mradi wa miaka 5 ambao tulianza mwaka 2021, 22 na unaisha mwaka 2025, 26. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mwisho cha mradi. Na kwa upande wa taasisi ya elimu watu wazima, ukiangalia unaboresha elimu kwenye mfumo rasmi, wale wote ambao kama umesikia mkuu wetu alivyosema, ile waraka namba 2 wa elimu na mafunzo ambao ulitolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia
ulikuwa unaruhusu watu kurudi shule. Lakini ukiangalia manake wale wakule ambao walidondoka kule kwenye form system ama kwenye mfumo rasmi walipewa nafasi ya kurudi. Na sisi kutuliambiwa, wanafunzi wetu waliambiwa rudi, lakini unajua kule mfumo uko nini kama ni rigid tunaoita hauna unyumbufu, tunazungumzia flexibility. Kuna wanafunzi wengine pia ambao walidondoka kwa sababu mbalimbali wakashindwa kurudi kule, lakini sisi kwa upande wa taasisi ya elimu watu wazima tulipewa jukumu la kuwarudisha wale watoto wa kike waliodondoka shule kwa sababu mbalimbali kurudi huko. Kwa upande wetu, na tulipewa malengo. Tuliambiwa kwa kipindi cha miaka 5 ya utekelezaji wa mradi wa SEQUIP ambao ni Secondary Education Quality Improvement Project, tuwe tumesajili wanafunzi wapatao 12,000. Na kila mwaka ule mwaka wa kwanza ulikuwa ni mwaka wa maandalizi. Kwa hiyo tumeanza rasmi kusajili mwaka 2022 na kila mwaka tulitakiwa kusajili wanafunzi 3,000. Sasa ukiangalia mafanikio yakoje kwa upande wa taasisi, tukimshukuru mama yetu Dr. yetu Samia Suluhu Hassan, kwa mwaka 2022 ndio mwaka wetu wa kwanza wa mradi, tuliweza kusajili wanafunzi 3,333. Mkazidi lengo. Tulizidi lengo. Kwa uhitaji ulikuwa mkubwa. Uhitaji ulikuwa mkubwa sana. Lakini kwa mwaka wa pili wa mradi ambao ulikuwa ni mwaka 2023 tulifanikiwa kusajili wanafunzi 3,616. Bado unaona tumevuka lengo. Na kwa mwaka wa 3 sasa wa usajili, maana sisi tulitakiwa kusajili mara 4 ili mradi uishe. Kwa mwaka wa 3 ambao ni 2024 tulifanikiwa kusajili wanafunzi 3,290. Na mwaka huu wa masomo wa mwaka huu ambao ndio mwaka wetu wa mradi wa kusajili wanafunzi tumefanikiwa mpaka sasa hizi wanafunzi 3,333. Lakini tuna mwaka huu bado tunaendelea kusajili, kwa sababu sisi kikomo chetu cha kusajili ni pale tutakapomaliza kuwasajili kwenye mtihani wa baraza. Hawa wanafunzi wetu wanasoma elimu ya sekondari kwa njia mbadala. Ni flexible. Kwa hiyo unaona ukubwa wa uhitaji wa wanafunzi waliodondoka sababu mbalimbali. Hao ni watoto wa kike tu. Maana yake ukiangalia kama tulipewa lengo wanafunzi 12, sisi mpaka saa hizi tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, wanafunzi wapatao 13,272 tumeshawarejesha. Na bado tunaamini inawezekana ukaende. Wasiwasi wangu ambao nimeupata hapa, mradi utaisha alafu bado, au mtakuwa mmeshafungua njia sasa wataweza kwenda kawaida, au mradi utaendelea utarudi? Sasa nikirudi kwako mkurugenzi, nilikuwa natamani kusikia na kwa upande wako, tangu ile tamko limetolewa mpaka sasa, unaweza umesema mlilipokea vizuri, mpaka sasa unaweza ukazungumzia mafanikio gani ambayo umeyaona katika kuhakikisha kweli hawa watoto ambao walikosa fursa wameweza kuipata? Sawa, na shukuru mtangazaji. Na kwa kuongezea maelezo mazuri ya mratibu msaidizi wa mradi, amesema kwamba tunatekeleza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na shirikiana na TAMISEMI, lakini sisi tunatekeleza pia na taasisi zingine chini ya wizara. Yaani kwamba huu mradi ni mradi mkubwa sana ambao unagusa sekta ndogo zote za elimu. Lakini sisi kama taasisi ya elimu watu wazima tumepewa kushughulika na eneo la sekondari nje ya mfumo rasmi. Ndicho alichokuwa anafafanua mratibu msaidizi. Na sasa mafanikio ni mengi, na nafikiri ameshaanza kukueleza kwamba moja ya mafanikio makubwa ile azma ya Mheshimiwa Rais kuwarejesha shuleni watoto wa kike imefanikiwa zaidi ya kile tulichokusudia, kwa sababu mradi unapoanza tulipewa lengo la kuwarejesha wasichana patao 12,000. Umeshapewa takwimu kwamba sasa mradi unaendelea uko mwishoni, lakini hiyo 12,000 tumeshaivuka, tunaisogelea 15,000 sasa. Maana yake ni tumefanikiwa kwa asilimia zaidi ya 100. Kwa hiyo ingekuwa ni maua, inabidi taasisi ya watu wazima ipewe maua yake, na maua haya yapelekwe kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliyekuja na wazo hilo. Lakini hilo ni moja, tumefanikiwa sana kuwarejesha wasichana wa kutosha. Lakini sambamba na kuwarejesha wasichana, tunapoendelea na utekelezaji na tafiti za hapa na pale, tukagundua kwamba pia wavulana wako wengi ambao
wanahitajika kurejeshwa pia, na huu mwaka unavyoanza serikali imeturuhusu pia kuwasajili wavulana na mafanikio mengine namba 2 kwamba pia mradi umekuja na kipande cha kuwarejesha shuleni wavulana ambao tapewa takwimu baadaye kidogo kwamba wavulana nao tumeanza kuwasajili. Baada ya kuona mafanikio haya mliona kabisa na upande ule mwingine kuna uhitaji mkubwa kwa wavulana pia. Kwa pia ni mafanikio hayo, na lakini pia mafanikio mengine makubwa kwamba tunavyoendelea na utekelezaji wa kurejesha wasichana shuleni ikionekana kwamba kuna haja ya kuboresha hata miundombinu ya utoaji wa elimu hiyo. Na mradi pia ukaja na hasa kukidhi lile ongezeko. Kukidhi ongezeko. Sasa kuna hitaji kuongeza vyumba vya madarasa, kuongeza na huduma mbalimbali za kijamii katika eneo linalotolewa shule hizo taaluma. Kwa mradi umesaidia pia kujenga majengo ya kutosha ya utoaji elimu hiyo katika nchi nzima. Ujenzi unaendelea sasa hivi na mpaka mradi unaisha tutakuwa tumefanikiwa kuwa na majengo katika mikoa yote ya Tanzania ambao tumefadhiliwa na huu mradi pia. Lakini ambapo kabla hamkuwa na majengo kote. Yalikuwepo majengo sehemu baadhi, lakini sehemu zingine ilikuwa tuna majengo. Lakini sasa mradi umekuja kutusaidia tunakamilisha majengo katika maeneo ya mikoa yote. Sasa kilicho kizuri katika majengo kwamba mradi umetoa maelekezo pia kwamba ni vizuri kufikiria tunapokuwa na wasichana wanasoma wengine haimkini wana watoto wananyonyesha, basi fikirieni watoto hawa pia wasikose haki yao ya malezi. Basi kuna vyumba maalum vya kufanyia malezi hawa watoto ikitokea kuna mahali kuna watoto wananyonya, basi serikali pia inawezesha kuwa na walezi hawa watoto. Mama anaendelea shuleni darasani, mtoto yuko anacheza, akihitaji kunyonya anaomba ruhusa na kuja ananyonyesha, anarudi darasani tena. Sasa hiyo ni mawazo ambayo ni chanya sana kufanya kwamba haki ya elimu ni haki ya msingi bila kujali aliondoka kwa sababu gani huyo binti. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, lakini pia pamoja na ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ambao ukizunguka mikoa mingi utakuta majengo yetu yako yana majengo mapya yanapendeza, yanatokana na mradi huu wa uboreshaji wa elimu ya sekondari. Lakini pia kitu kingine ambacho tumeona ni mafanikio makubwa, kumekuwa watoto wanaorejea shuleni kwa changamoto mbalimbali, wakati mwingine wamekuwa wakirudi tena kwenye changamoto zao. Sasa baada ya kutambua hiyo, mradi pia umetoa fursa ya kuweka mkazo katika elimu ya unasihi, ushauri na unasihi, kwamba ni kipengele kikubwa kinachohitajika, kwa sababu kinachohitajika sio ile taaluma tu. Ndio. Kwa nini alidondoka kwa changamoto za kifamilia, changamoto za kiuchumi, kwa ajili ya ujauzito au kwa sababu mbalimbali. Sasa inatakiwa kumsaidia asije tena akadondoka kwa sababu amekosa kupata maarifa. Kwa hiyo kuna mkazo sana katika vituo vyetu vya kutoa mafunzo, kutoa elimu ya ushauri na unasihi pia. Hii ni mafanikio makubwa pia. Lakini pia ukiongelea mafanikio tunaongelea ujumla wake, huu mradi umesaidia katika maeneo mengine pia na kuongeza, nimeshataja neno la watumishi. Unapoongelea tumeongeza wasichana kurudi shuleni, tumeongeza watumishi pia ambao wanahusika na maeneo hayo. Na kingine labda nikiongelea cha mwisho, wizara imefanya tathmini kuhusu mradi. Hivi ni wiki kama 2 hivi. Management ya wizara ilifanya tathmini na sisi wadau watekelezaji tulikuwa tumeshirikishwa. Na baada ya kuona juhudi hizi za Rais kuelekeza kurejesha watoto walioondoka shuleni, baada ya kuona mafanikio makubwa sana, wizara imekuja na mawazo ya kuomba huu mradi utafutiwe namna nyingine ya kuendelea, kwa sababu imeona mafanikio makubwa. Sasa katika miaka 4 ya utekelezaji kuna idadi fia ya wasichana ambao wamerejea shuleni katika ngazi mbalimbali. Wengine wanaenda vyuo vya kati, wengine wameenda kidato cha 5, cha 6, na kwa wanaenda kwenye mfumo rasmi. Lakini pia baada ya kugundua kwamba kuna wengine hawaendelee kwenye mfumo rasmi, kwa sababu sio lazima wote waendelee mfumo rasmi mpaka ngazi fulani. Kinachohitajika sasa hivi sawa sana mabadiliko ya sera na mitaala hii inayosisitiza mafunzo ya amali, mweka mkazo katika mafunzo kwamba hawa ambao hawaendi kwenye mfumo rasmi tena wapate ujuzi wa kuwawezesha kuwa na maisha ya kujitegemea. Tunaweka mkazo sana katika mafunzo ya ujasiriamali,
tunaweka mkazo mkubwa sana katika mafunzo ya ufundi wa awali, ufundi wa awali, pre-vocational skills, lakini pia kuwawezesha tu kuwa na namna ya kujitegemea. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa kwamba wanaokosa kwenda mfumo rasmi bado wanapata ujuzi wa kuwawezesha kuwa na kujitegemea katika kujitegemea. Sawa sawa. Labda kwa kuongezea mkuu aliosema mafanikio ambayo tumepata kupitia mradi wa SEQUIP, tumeweza pia kuwajengea uwezo walimu na waratibu wa vituo vyetu. Mpaka sasa hivi tuna vituo 191, kuna walimu wapatao 1300 na kitu. Kwa hiyo hao walimu wote tumejitahidi pamoja na waratibu ambao ni waratibu 191 wamejengwa uwezo wa namna ya kuweza kuwafundisha watoto. Kumbuka watoto wa kike wana changamoto mbalimbali, wengine washakaa nje zaidi ya miaka miwili, na ukiwarudisha tu darasani bila kuwajengea hao walimu uwezo, wanafunzi wanazipia wakadondoka. Wa kujua namna ya kwenda nao sasa. Lazima ujue hao tunaita ni wanafunzi watu wazima, kuendana na jinsi tunaweza kuelezea mtu mzima ni nani. Wengine tayari wana watoto, wengine washaanza kujishughulisha kwenye biashara mbalimbali, walikuwa shakuwa na majukumu. Kwa hiyo tayari na hawa walimu wanaofundisha ni wale ambao wanatoka kwenye mfumo rasmi. Ufundishaji wa kule na huko kwenye upande wa elimu nje ya mfumo rasmi ama kwa njia mbadala ni tofauti. Kwa hiyo tumefanikiwa hiyo. Lakini pia tukiangalia tumeweza kudurusu kuboresha module, vitabu ambavyo wanafunzi wetu wanajifunzia, tunavita module. Kwa hatua ya kwanza na hatua ya pili. Wanafunzi wetu wakirudi wa mradi, kuna hatua ya kwanza. Kule kwenye formal system, kwenye mfumo rasmi, wanasoma miaka 4. Lakini huku mwanafunzi anaingia, anasoma hatua ya kwanza ambayo ni vitu vya form 1 na form 2. Ndio. Ambao akishamaliza kusoma pale, anafanya mtihani wa form 2 national assessment. Ambao unaandaliwa na baraza. Akifaulu anakuwa na sifa ya kufanya mtihani wa form 4. Hicho ni kigezo. Maana yake anaingia stage 2, anasoma vitu vya form 3 na form 4. Kwa hiyo hapo tunamsajili. Sasa na naposema tumedurusu kwamba tumereview hiyo mitaala tunaitumia huko. Tafsiri yake ndio hiyo ilitoa, lakini pia ili iendane na maboresho ya mitaala kwenye mfumo rasmi. Yaani kusio na tofauti kati ya kinachofundishwa kwenye mfumo rasmi na huko kwenye elimu kwa njia mbadala. Ndio lengo. Sawa. Basi baada ya kusikia haya, mtazamaji anayetuangalia anaweza akawa anatamani kuwasikia wanufaika wenyewe. Hatukuweza kuwaleta studio kwa sababu studio yetu kidogo inatubana wingi wa watu hapa, lakini nikasema tukapata fursa ya kuzungumza nao. Hebu tuwasikilize mabinti hao jinsi wanavyoelezea walivyonufaika na mpango huo ama ruhusa ile iliyotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wao kuweza kurudi tena kupata haki yao ya elimu. Kwa majina naitwa Agnella Jafet Nyamya, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Tuliani. Kupitia mradi wa elimu ya kuboresha mfumo wa elimu kwa watu waliokatishwa masomo yao. Kutokana na elimu hii, kwanza nimepata fursa ya kurejea tena shuleni baada ya kukatisha masomo yangu kwa changamoto ya kuwa na magonjwa. Alafu pia elimu hii inatusaidia kwa sisi wanafunzi ambao tulikatisha masomo yetu kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo kupata mimba na kukatisha masomo yetu na changamoto nyingine za hali duni za kimaisha. Kupitia mradi huu imesaidia kwa upande wa sisi wasichana kuweza kurejea tena shuleni na kupelekea yani kupata fursa ya kupata tena elimu na kufananishwa na wanafunzi wengineo. Naitwa Latifa Saidi Mande. Nilipata ujauzito kipindi niko kidato cha 4. Kwa sababu nilipopata ujauzito nilishindwa kuendelea na masomo. Nikawa nimekatisha masomo yangu na kurudi nyumbani, ila kwa sasa kwa kuwa nilikuwa nahitaji kuendelea na masomo nikapata nimesikia tangazo la hii shule ambayo kwa sasa nipo. Kwa hiyo nikaja kujiunga hapa. Nimetokea shule ya Babati Day Secondary School ambayo iko mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati. Nimeishia kidato cha 4 mwaka 2024 mwezi wa 5.
nilopata hii fursa alikuwa ni kaka yangu, alipata katika mitandao ya jamii. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya mradi huu kwa kutuwezesha kuendelea na masomo yetu kwa wale tuliokatisha masomo. Naitwa Salihia Saif Salim. Ni binti ambaye nilipata matatizo ya ujauzito katika kipindi cha nilipokuwa kidato cha 3. Nikapata ujauzito, ikabidi nisimamishe masomo kwa ajili ya ujauzito. Na nashukuru Mama Samia na pia nashukuru watu walioiunda taasisi hii kwa kufanya watu ambao walokosa masomo wakatisha masomo katika kipindi kama mimi wanarudia madarasa. Na mimi nimerudia kidato cha 3 stage 2 na natumaini nitamaliza mwaka huu. Kwa jina naitwa Adija Bernard Ngalula. Tunaishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuanzisha mradi huu kwa elimu ya watu wazima. Na pia tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupa mradi huu kwa wale ambao walioacha masomo yao wakiwa form 1. Changamoto ambayo nilosababisha mimi kukatiza masomo, cha kwanza ilikuwa ni ada shuleni, cha pili nilifeli. Katika kufeli kwangu katika mtihani nilikata tamaa sana ya kimaisha. Nilipokata tamaa nikasikia vyombo vya habari vinatangaza kuhusu shule ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo inawaendeleza watoto walioacha shule. Nikajiunga katika hayo masomo niweze kupata elimu hiyo. Niliponufaika najisikia furaha kwa sababu nimekuwa mwanafunzi, yani nimekuwa mwanafunzi kwa wanafunzi wengine. Cha pili nimekuwa mwanafunzi ambaye naweza, kwa sababu nilikata tamaa ya kimasomo, nilifeli. Mama yangu alikuwa hana hela kunipeleka shuleni. Kwa majina naitwa Shedrack Fedes Ferdinand. Namshukuru sana Mama Samia kwa kurudisha mradi huu kwa watu waliokuwa wameacha masomo, wakasha masomo yao kwa sababu mbalimbali. Kwa mfano kama nimepata mimba, ada, changamoto za wazazi kutengana, na nimenufaika kwa elimu hii kwa sababu nimerudi tena masomoni na naendelea na masomo na najitahidi sana kupambana ili kuokoa familia yangu. Niliacha masomo kwa sababu ya ada mkoani Kigoma, nikaja huko Dar es Salaam nikasikia tetesi kuhusu shule hii, nimekuja hapa naendelea na masomo. Hapo tumemwona mtoto wa kiume na mkurugenzi uligusia kwamba baada ya kuona manufaa ambayo yamepatikana katika kumsaidia watoto wa kike ambao waliondoka kwenye masomo kwa sababu mbalimbali, mkaamua kuanzisha mradi huu. Hujatuelezea vizuri kuhusu mradi huu na hatua mliofika mpaka sasa kwa upande wa watoto wa kiume? Naam, kwa upande wa watoto wa kiume kama nilivyoeleza mtangazaji kwamba huu ndio mwaka wa kwanza sasa kuanza kuwarejesha kupitia huu mradi. Na kwa sababu ndio mwaka wa kwanza tumeona mwitikio ni mkubwa sana kwenye mikoa yote. Na tunaamini sana kwamba itakuwa sasa ni endelevu kwa sababu serikali imeona kwamba kumbe kuna uhitaji mkubwa na mwitikio ni mkubwa sana. Na tathmini iliyofanyika ya mradi wiki 2 zilizopita wizarani ina mwelekeo huo kwamba kumbe kazi bado ipo, haijaisha. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutaendelea na utekelezaji wa mradi huu. Labda kuongezea siku ili mmeiona idadi ya watoto wa kiume wavulana waliorudi mpaka saa hizi, kwa sababu ndio mwaka wa kwanza ambao tumeanza. Kwa sababu wakati wa utekelezaji tugundua kwa tuna changamoto ilikuwa inaibuka. Tunawajali watoto wa kike sana, lakini tumesahau watoto wa wavulana wameondoka wako wengi. Lakini kipaumbele chetu wakati tunaanza mradi walikuwa wanamwangalia mtoto wa kike. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi ambao ndio mwaka wetu wa kwanza tuna wanafunzi 1713 wa kiume ambao wako darasani ya mwaka huu. Kwa hiyo ukiangalia uhitaji ni mkubwa sana. Na pale mwanzo nilikwambia na wasiwasi idadi ya hata ile ya watoto wa kike mnaopokea imekuwa inakuwa kubwa, yani mnavuka lile lengo kila mwaka. Nikasema je, mradi nao unakaribia kuisha? Ili mmeshaliona mkaanza kuangalia huko mbele tutaendaje?
Kama mkuu wetu alivyosema, kwa wizara wameona kuna uhitaji mkubwa na walengwa ambao wanategemea watoto wa kike na wa kiume waliodondoka ni wengi. Kwa hiyo wanaangalia kama inawezekana ukaongezewa muda. Tunaamini wizara yetu, taasisi yetu niamini serikali yetu ni sikivu na wameona maendeleo, kwa sababu mradi kama mradi ulikuwa unapimwa kwa viashiria mbalimbali. Na kila viashiria ambavyo tulipewa serikali kwa ujumla, kwa upande wa Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia, kwa upande wa TAMISEMI pamoja na taasisi ambazo zinatekeleza mradi tumevikamilisha, vimetimia. Kwa hiyo naamini World Bank wanaamini kuwa inawezekana hiyo changamoto bado ipo. Kwa sababu kama unavyojua sasa hivi tunazungumzia elimu msingi. Ndio. Pamoja na kuwa kule wanazungumzia elimu msingi, manake bado watoto wako nje waliodondoka. Wanatakiwa kufike mpaka form 4. Manake tunaamini wataendelea hao watoto kama hawatarudi kule kwenye mfumo rasmi. Ni wapi wataenda? Lazima wanarudi huko. Ukija kuangalia kitakwimu, sisi taasisi ya watu wazima idadi ni kubwa zaidi, wengi wanakimbilia huko alternative. Ndio. Kwa sababu gani? Huku kuna ule unyumbufu. Ule unyumbufu na majukumu ya wanafunzi wetu tulionao, wanaona ni vizuri wakapitia huko ili wakamaliza, na wanamaliza. Kwa mfano wanafunzi ambao wameenda form 5 kwa miaka 4 ya Mama Samia, tuna wanafunzi 351 wameenda kidato cha 5. Lakini kuna wanafunzi 218 wameenda vyuo vya kati. Kiangalia hapa tuna wanafunzi 569 ambao ni mafanikio. Walikuwa hawajapata hiyo elimu ya form 4 na wamemaliza na wameendelea form 5 na vyuo vya kati. Kwa hiyo naona, kwa hiyo kubwa wa uhitaji bado ni mkubwa, na serikali naamini wataongeza muda kwa ajili tuweze kufikia malengo ya huko 20 na ngapi huko 30 kabisa. Basi mkurugenzi, muda wetu unaenda kututupa mkono, lakini bado tunaka muda kidogo. Nikawa natamani kusikia kwamba baada ya mafanikio hayo mliofikia, nini sasa malengo yenu kuhakikisha hawa watoto ambao wamekuwa nje ya mfumo mnaweza kuwafikia na wanaoingia katika mfumo rasmi ili waendelee kupata haki yao ya msingi. Sasa hivi tunazungumzia kwa pande zote mbili, sababu mmeshawaingiza na watoto wa kiume. Ndio. Nashukuru. Malengo ndio hayo kwamba mradi ulikuwa unawarejesha shuleni ili weje. Tumeshasema ili wakipata fursa hii ya elimu haimkini warejee kwenye mfumo rasmi, lakini au la wapate stadi za maisha, ujuzi. Na hili limekuja wakati mwafaka kwa sababu ndio sasa ndio mkazo wa elimu, mafunzo ya amali. Kila mtu katika ngazi zote ya elimu apate ujuzi wa kumwezesha katika maisha yake. Kwa hiyo sisi mwelekeo wetu ni kufanya juhudi za kuwafanikisha hawa wafaulu. Wakisha faulu wawe na uchaguzi sasa. Ukija mfumo rasmi kuna mkondo wa elimu unaitwa taaluma ya jumla. Waendelee na taaluma kama kawaida. Lakini kuna mkondo wa ufundi, wanaotamani waendelee na ufundi kama kawaida. Lakini cha msingi zaidi wapate ujuzi wa kuwezesha katika maisha. Lakini pia malengo mengine ni kama hivyo, baada ya kuona kumbe haja ni kubwa kama ilivyoelezwa na mratibu msaidizi wa mradi, kwamba tunaamini kabisa kwamba huu mradi pamoja na kuisha ule muda ambao ulikuwa umewekwa na Benki ya Dunia, tunaamini kuna namna mbalimbali ambao utafanya uwe endelevu kwa sababu serikali imeona mahitaji yapo, sio mahitaji ya kuisha kesho wala kesho kutwa. Bado kuna wengi watakao wanaachwa nje ya mfumo rasmi. Hata ukiangalia tu takwimu za elimu ambazo zinapatikana hata kwenye mtandao wa Basic Education Statistics Tanzania BEST, utakuta kuna orodha kubwa sana wanafunzi ambao wanadondoka katika elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Sasa hawa wanaodondoka hawa ndio sisi tumepewa jukumu la kushughulika nao, kwa sababu kudondoka sio mwisho wa maisha. Kuteleza si kuanguka. Hawa wanaoteleza si ndio tumekabiliwa sasa tushughulike nao, waone kwamba bado liko tumaini, bado kuna maisha baada ya kuteleza. Ndio tunashughulika nao warejee kwenye mfumo rasmi ama wapate ujuzi wa kuwawezesha kukamilisha ndoto zao katika maisha. Kwa hiyo ndio mtazamo wetu na mwelekeo wetu katika eneo hilo. Na mratibu, una neno gani kuhusiana sasa na mradi wakati tunamalizia kipindi chetu?
Tumeona mradi ni mzuri na bado mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo tunaamini serikali yetu itatupia jicho la pili. Unatamani kama Mheshimiwa Rais anarudi tena ndani ya miaka 5 ijayo, ili amelenga sehemu kwa ilikuwa na changamoto, labda unatamani katika miaka 5 ijayo aangalie wapi zaidi? Kwa kipindi cha miaka 5 kuenda na elimu yetu ya sekondari kwa njia mbadala, ukiangalia kulikuwa na changamoto nyingi sana kwa utekelezaji wa mradi huu. Unaangalia miaka 5 kwa sababu kama kunakuwa na endelevu. Sasa kwenye utekelezaji tuligundua kulikuwa na uhitaji mkubwa sana wa watoto ambao tumewarejesha. Tuliangalia tu watoto walidondoka, sasa tulikuwa tunaangalia mimba. Lakini kumbe kuna mahitaji maalum yale muhimu hayakuwa kwenye andiko la mradi. Sasa unaweza ukashangaa tumerudisha watoto lakini kulikuwa na utoro reja wanakuja leo, mtu mwingine hana nauli, mtu mwingine hana hata kununulia kalamu na daftari, mtu mwingine ile mambo ya chakula, hamna chakula. Kwa kulikuwa. Kwa hiyo tunategemea kwenye kipindi kinachokuja cha miaka 5 kama rais atapata nafasi na mradi utakuwa endelevu, tuangalie kuwasaidia pia hawa wanafunzi wetu kwa upande wa huko. Tuwaingize kwenye tengo la bajeti kwa ajili ya mambo maalum. Kwa mfano wale watoto wa kike pia. Kuna ile zile siku katika mwezi wanakutana changamoto kutokana na biological. Kipindi kile wanaacha. Sasa wadau mbalimbali wakanitokeza kusapoti, kwa mfano kuna UNICEF, kuna CAFRED kusapoti hawa watoto kutoa vifaa na hizo toeli ama taulo za kike. Kwa hiyo tunaamini kama atarudi ataangalia kwa upande huo. Lakini pia tukiangalia kuna wale wanaokaa mbali. Hawa watoto tumewarudisha, tukao tuangalie kwa huyu mtoto alidondoka sababu gani. Wale wanaokaa mbali na vituo wanavyosomea. Pia kulikuwa na mahudhurio hafifu, tutumie hilo neno. Maana yake sasa walikuwa kuna uhitaji wa hostel. Kwenye mwandiko letu la mradi kulikuwa hamna hostel. Kulikuwa maana yake tunarejesha lakini tunakuta changamoto ya uhitaji mkubwa wa hostel. Kwa hiyo tunawashukuru kuna wadau mbalimbali ambao walijitokeza, kama tuna vituo vya wadau. Kwa mfano tuna vituo viko mkoa wa Pwani, kuna kituo cha Vijaliwa Vingi, kuna kituo cha watoto wetu. Wale wamechukua watoto wa kike wenye mimba, ambao na watoto pamoja na watoto wao wanasoma kule, kuna walezi. Lakini tunashukuru serikali, vyuo vya maendeleo ya jamii. Tuna vyuo vya maendeleo ya jamii kama 11 hivi. Vimewachukua watoto wa kike ambao tayari wanahitaji changamoto mbalimbali, wanahitaji hosteli. Tunao kule. Lakini sisi kama taasisi wenyewe ukiangalia, ndio tuna hostel ziko chache. Kuna hostel ambayo iko Mwanza, lakini kuna hostel ambayo iko Morogoro, na tunategemea tutajenga hostel nyingine mkoani Iringa. Kwa kuna uhitaji, kwa kama atapewa fursa ya kuendelea na akiangalia upande wa elimu, angalia kwenye kuongeza uboreshaji sasa eneo la kupatia hostel kwa upande wa elimu ya sekondari kwa njia mbadala, ili ile elimu msingi kila mmoja aipate. Sawa, mkurugenzi, kwa dakika moja, na wewe kama miaka 5 tena rais anarejea, eneo gani unafikiri muhimu sana kwa katika sekta hii akaliangalia? Naamini atarejea na atafanya yafuatayo. Atakazia huo waraka kwamba kuwarejesha watoto wa kike shuleni ni haki ya msingi, na kuwarejesha watoto wa kiume pia waliondoka ni haki ya msingi. Na sana naamini kwamba ule waraka utaboreshwa kwa kuonyesha kwamba utekelezaji uzingatia hata mahitaji mengine ya ziada kama aliyosema mratibu msaidizi. Changamoto kama za hosteli naamini zitazingatiwa, na hili serikali imeshaanza kuonyesha mfano. Aliyotaja mfano wa hosteli ya Iringa ni juhudi za serikali. Imegundua kwamba kumbe kuna haja ya kujenga na hosteli. Kwa hiyo imeanza kwa kuweka mfano katika jengo la Iringa, naamini kwamba itaendelea hivyo. Kwa tunaamini mradi utaboreshwa na huduma ya utolewaji kwa elimu kwa watoto itaboreshwa zaidi. Nawashukuru sana kwa muda wenu. Mtazamaji, tulikuwa tunaangalia miaka 4 ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na fursa za elimu kwa waliokatiza masomo. Na leo hapa studio tulikuwa na Profesa Philipo Sanga ambaye ni mkuu wa taasisi ya elimu ya watu wazima hapa nchini, lakini vile vile Amina Abubakari ambaye ni mratibu msaidizi mradi wa kuboresha elimu ya sekondari kwa njia mbadala. Na wametupitisha vizuri tu, tumeona mafanikio
lakini vile vile tumeona namna ambavyo umezidi kuboreka na hatimaye maeneo ambayo wanatamani kuona yakiendelea kutiliwa mkazo ili jinsia zote mbili, ya kike na ya kiume, wale ambao kwa bahati mbaya wametoka katika mfumo wa elimu waweze kurudi na kuweza kupata haki hiyo. Basi baada ya muda mfupi tutapata marudio ya taarifa yetu ya habari na baadaye tutarudi katika meza ya wahariri. Endelea kuwa nasi.